Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News, ni kukaribishe katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Na wakati huu tunaelekea huko Marekani ambapo wabunge wa chama cha Democratic wanampinga wazi rais wa Marekani Donald Trump na wamelitaka bunge la Congress kuzuia mswada mkubwa wa vikwazo vya Urusi ulioungwa mkono na marehemu Senator Lindsey Graham, wakionya kwamba utapandisha bei kwa watumiaji wa Marekani, kwa maana raia wa kawaida. Sheria ya kuidhinisha Urusi iliyorekebishwa mwaka 2026 iliyowasilishwa katika Seneti siku ya Alhamisi, siku chache baada ya Graham kufariki. Seneta huyo aliaga dunia Jumamosi iliyopita, siku moja baada ya kurejea kutoka nchini Ukraine. Wa Republican wamelitaka bunge la Congress kupitisha mswada huo, wakiuelezea kama kumbukumbu kwa urithi wa Graham wa kukuza uhuru kote ulimwenguni na uungwaji mkono wake mkali kwa uhuru wa Ukraine. Wademokrasia hata hivyo wanahoji kuwa kumpa heshima Graham kwa njia hii kutacha kaya za Kimarekani zikiendesha mswada huo kupitia bei ya juu. Graham alikuwa moja kati ya watu waliokuwa na ushawishi mkubwa kwa rais wa Marekani Donald Trump, lakini wakati huu wa Democratic wanapinga mpango huo wa kuendeleza vikwazo dhidi ya Urusi, wakiamini kwamba vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Urusi ndio vilivyosababisha hali ya maisha duniani kote kuwa ngumu. Na hivyo baadhi ya mipango inayopangwa na rais wa Marekani hasa katika sera za kimataifa imekuwa ikigharimu mno Marekani, na wakati huo ikiangaziwa sana vita nchini Iran. Kando na kuweka vikwazo kwa maafisa na mashirika ya Urusi, sheria hiyo pia itaidhinisha ushuru wa hadi 100% kwa uagizaji wa bidhaa kutoka kwa nchi zinazoendelea kununua mafuta na gesi ya Urusi. Kulingana na mbunge katika bunge la Congress Brad Snyder, mswada huo ungeongeza gharama kwa familia za Marekani na kuharibu mahusiano muhimu zaidi ya kibiashara ya Amerika ulimwenguni. Wanunuzi wakubwa wa mafuta na gesi ya Urusi ni Uchina na India. Uchina ilikuwa chanzo cha tatu kwa ukubwa cha uagizaji wa Amerika baada ya Mexico na Canada mwaka uliopita, ikichukua karibu 10% ya jumla ya uagizaji. Hii ni kulingana na data ya biashara ya Umoja wa Mataifa. Onyo la chama cha Democratic linakuja wakati mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine dhidi ya vinu vya kusafisha mafuta vya Urusi ikizua mshtuko wa kiuchumi ambao unaonekana zaidi duniani kote, ikiwa ni pamoja na Marekani. Hii ni kulingana na shirika la habari la Axios. Urusi, mojawapo wa wazalishaji na wauzaji wakubwa wa mafuta duniani, sitisha uuzaji wake wa mafuta nje, hasa dizeli, mwezi huu baada ya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine kutatiza usambazaji wa mafuta ya ndani. Magazeti ya Financial Times na Associated Press yalisema uhaba ulitokea umesababisha bei ya dizeli panda juu duniani kote na kuongeza gharama za watumiaji wa Marekani. Hii ndio sababu ya Wademokratic kuzuia baadhi ya miswada ya serikali ambayo pia ililetwa na baadhi ya washirika wa karibu wa rais wa Marekani Donald Trump. Bei ya dizeli nchini Marekani ilizidi $5 kwa galoni wiki hii. Axios imeripoti ikitoa mfano wa kubana kwa usambazaji wa mafuta duniani. Wamarekani wanakabiliwa na ongezeko lingine la gharama ya mafuta miezi michache tu baada ya mzozo wa Iran na usumbufu katika mlango wa bahari wa Hormuz kusababisha ongezeko kama hilo. Data ya EIA inaonyesha kuwa kabla ya mwaka 2026, muda wa mwisho wa bei ya diesel nchini kote zaidi ya $5 ulikuja wakati wa mzozo wa nishati duniani wa mwaka 2022 kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini